habari ambazo ziko chini ya carpet zinasema ya kwamba Kalonzo Musyoka anaweza ama asiweze kuweza kuwa kwenye ballot inapokuja mwaka wa 2027. Unajua hiki tukizungumzia hili swala la kukua kwa ballot na kutokuwa kwa ballot, it's actually a bigger thing that ama it's a bigger political move ambayo watu wengi wameisubiri kwa hamu na gamu. Licha kwa Wakenya wameisubiri kwa hamu na gamu, pia kambi ya William Samoei Ruto, kambi ya Kenya Kwanza UDA, pia wamesubiri hiki kwa hamu na gamu. We are really waiting to see venye hizi siasa zinaenda from now on. Speculations zimezidi kukua nyingi na joto la kisiasa pia limezidi kuwa jingi. Tumemjua Stephen Kalonzo Musyoka kama mwamba wa kupita katikati yao. Swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza ni kwamba what if Stephen Kalonzo Musyoka hataweza kujumuishwa ama hataweza kuwa kwenye ballot inapofika mwaka wa 2027 na kuweza kuclinch seat ya kuwa president wa taifa la Kenya. What will happen? Tunamjua Kalonzo Musyoka amekuwa pamoja naye hayati baba Raila Amolo Odinga kwa kipindi kirefu na amembackup sana Raila kwa kipindi kirefu sana. Tunamjua Kalonzo Musyoka kama mtu ambaye amekuwa consistent. Kama kuna mtu ambaye amempatia Raila Amolo Odinga support kubwa, kama kuna mtu ambaye amekufa pamoja na Raila Odinga kwenye siasa za taifa la Kenya, kama kuna mtu ambaye amekuwa na Raila Amolo Odinga kwa kipindi kirefu, basi si mwingine bali ni Stephen Kalonzo wa Musyoka. So it's high time now. Stephen Kalonzo Musyoka ameona kwamba anapaswa kupewa shukrani na anapaswa kupatiwa hiki kiti cha urais, na anahisi kwamba hiki kiti akiweza kupewa anaweza kasolve yale matatizo ambayo taifa la Kenya linayapitia. Hilo sio muhimu ambalo tutakuwa tunadiscuss siku ya leo, bali swali kubwa ambalo Wakenya wanajiuliza ni kwamba what if Stephen Kalonzo Musyoka tena wakati huu akose kuweza kupewa kuwa flag bearer wa vuguvugu la opposition? What might happen if Kalonzo Musyoka hatachaguliwa kuwa flag bearer wa opposition? Maswali yanazidi kuwa mengi na kunazidi kuwa kumoto sana. Mambo yanazidi kuwa moto kila kunapokucha katika siasa za taifa la Kenya. Unajua Kalonzo Musyoka tumemjua kama mtu ambaye amekuwa siasa zake ni za kupita katikati ya watu. Yeye siku zote hapendi kuwekwa nyuma ama kuachwa nyuma kitu kinapoendelea ama kitu kikubwa kama hichi kinapoendelea. So amekuwa consistent, ni mtu ambaye amekuwa akipika akitumainia kwamba siku moja ataweza kula. Ushaelewa bwana. Then this time round ameamua sasa kujitosa ulingoni. Ushaelewa. Kisha United Opposition iseme kwamba wanamuweka nje. Do you think that Kalonzo Musyoka na siasa zake za kupita katikati yao anaweza kujiunga na William Samoei Arap Ruto na kuweza kuwa running mate wake kwenye uchaguzi mkuu unaokuja wa mwaka wa 2027? Do you think that Kalonzo Musyoka anaweza kubaki opposition and up opposition itamweka nje ama itamweka kando ama itamweka pembeni bila kuconsider kwamba anapaswa kupigania kiti cha urais? Do you think that Kalonzo Musyoka ataenda kukianzisha ama ataendelea kuzifanya siasa za peke yake if at all he's not going to come up with William Samoei Ruto ama mtu yoyote mwingine? Anaweza kuenda kuanzisha vuguvugu lake ama anaweza kuanzisha movement yake ya kuweza kuwania kiti cha urais, ama ataenda kuungana tena na mtu mwingine? Do you think now this is the right time for Kalonzo Musyoka to vie for presidency ya taifa la Kenya? Because this guy, we have known this guy for a very long time, for quite a very long time, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akikuja pale na kusupport baba Raila Amolo Odinga kwa muda mrefu sana. Amekuepo pale kupigana na Raila Amolo Odinga. Now, another thing that inakuja na ina raise eyebrows ni kwamba Kenya ya sasa hivi sio hiyo Kenya ambayo ni ya siasa za
Bwana, we piga miaka yako 10 ama piga miaka yako 5, ama ni support na mimi nitakusupport. Kenya ya siasa za namna hiyo pia zimefika kwa level fulani, zimeanza kufeda. Hatuwezi sema kwamba zimeisha, lakini bado kuna kale kachembe chembe tu kwa watu fulani ambao bado wanafuata huo mfumo wa kisiasa. Ushaelewa? Ndio watu wengi wanaweza taka kumpatia Kalonzo Musyoka kwa sababu amekuwa na baba akipiga, lakini sasa swali ni je, Kenya ya leo hii pia itapiga siasa kwa mfumo huo kwa kwamba bwana, wewe ulitupatia na sisi wacha tukurudishie mkono? Is that the kind of politics ambayo watu wanaitaka katika karne hii ambayo imejaa vijana wa rika la Gen Z na watu ambao wameanza kuielewa katiba na wameanza kuzielewa haki zao? Shelewa. So pia ina raise eyebrows. Shelewa. Watu fulani wanaweza kuwa wanamtaka kumpigia Kalonzo, watu fulani wanataka kumpigia Kalonzo ama kumchagua ama kumwendorse Kalonzo Musyoka out of sympathy ama out of kurudisha mkono. But now kurudisha mkono na siasa ambazo zinaendelea kwa sasa, kurudisha mkono, do you think that hizo ni siasa ambazo tunafaa kuwe tunazipiga sahihi katika karne hii? Sure. Because sahi Kenya penye imefika, we just want people who will deliver. Ushelewa? Tunataka tu wale watu ambao wanaenda kudeliver something for this nation. Watu ambao hawatarudisha ili taifa ama hawataendelea kulizamisha ili taifa, kwa sababu ili taifa tayari, wacha nikwambie ule ukweli, ili taifa tayari limezama. Hatuwezi sema kwamba ili taifa linazama. No, ili taifa lishazama. So tunamtaka mtu ambaye anakuja kulizamua. If at all that's the better word. Mtu ambaye anaenda kuanza kututoa ndani na kutuleta juu. We don't want somebody mwenye anakuja bado kutuingiza ndani ya ditch. Kama vile hii serikali ya William Samoei Ruto na hizo serikali zingine ambazo zimepita zimetuingiza kwa ditch. Sasa tuko in trillions and trillions of debts. Wakenya wako na burdens kubwa sana ambazo wanazipitia. Na bado hatujapata tumaini la nani ambaye tutaenda kumweka pale na atupatie tumaini la kututoa nje. Shelewa bwana. So, do you think that Kalonzo Musyoka anapaswa kupatiwa nafasi ya kuweza kulihudumia taifa la Kenya, ama tubadilishe mifumo ya kuweza kupiga siasa za Kenya ili kuweza kusolve yale matatizo ambayo Kenya inapitia? Sijui wewe maoni yako ni yapi? Zidi kusema nasi kwenye Mwanangu Podcast TV. Mimi ni wako Billy. Zidi kusubscribe, kulike na kucomment, na itakuwa ni BA. Tukutane kwenye next episode. Bua!